Ajali hiyo ya basi la kampuni ya Miza Express lenye namba za usajili T840 EAS imetokea majira ya usiku saa 9 na dakika 20 wakati basi hilo likiwa barabarani liliacha njia na kutumbukia kwenye bonde kilomita chache kabla ya kuingia makao makuu ya wilaya Nzega. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo akiwemo mwenyekiti wa kijiji cha Ngukumo wanaeleza kile walichokishuhudia. Watu wanaongea, jamani tuokoleni, tuwaokoe. Sasa ile gari sasa ile la kunani ilikuwa halina nguvu sasa ya kuibenjua ile gari. Bado wapo chini, kwa hiyo wamebanwa. Sasa huku ni bumps ndogo. Madereva wakitoka tu kwenye bumps kubwa wanaanza kusinzia sasa. Hapa kwa jinsi nilivyosikia kwamba ni yani gari tu imeanguka, lakini pia ni namna ya kushangaza kidogo, sababu kama siku 30 zilizopita kuna gari tena jingine lilianguka la simenti. Lakini pia hapa hakuna hata kona yoyote. Watu kadhaa waliojeruhiwa wamepelekwa hospitali ya wilaya Nzega, huku wengine waliokuwa wamebanwa ndani ya basi wakiendelea kutolewa na kikosi cha jeshi la zimamoto na uokoaji ambao walikuwa wakishirikiana na askari wa jeshi la polisi wilaya Nzega. Tunashukuru mpaka saa hizi kazi imeshakamilika. Majeruhi na waliokufa wote wamepelekwa mahali panapohusika. Jamani, sisi kama serikali tunawashukuru sana wanazengo ambao mmekuja hapa, mmesaidiana na polisi na watu wengine ambao wa halmashauri waliokuwa wanasaidia kuokoa hapa. Sawa ndugu zanguni, huo ndio upendo ambao unahitajika, sawa? Kwamba sio kwamba mkiona ajali mnakimbia mnaanza kuokota vitu vya watu. Anyewe mmefanya vizuri, mmewasaidia majeruhi wameenda hospitali na watu wengine wamekaa vizuri, sawa? Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora ACP Twaha Lulengelule amethibitisha tukio hilo, akieleza waliofariki ni wanaume 3 na mwanamke 1, huku akiweka wazi chanzo cha ajali ni dereva wa basi Saidi Jafari kukosa umakini na kushindwa kulimudu basi hilo. Hiyo dereva amekimbia, lakini dereva mimi anaitwa Jafari Saidi ambaye ni mkazi wa mkoa wa Shinyanga. Kwa hiyo jeshi la polisi linaendelea kumfuatilia kwa kuwasiliana na mwenye gari kujua kumbukumbu za dereva zipi ili tuweze kumtia nguvuni na hatua za sheria zifuatwe. Mkakati mpya ni kama bado tunaendelea kufanya doria, kama unavyojua tumeanza doria, lakini tunachukua hatua madereva kama wa kipindi hichi cha mwezi Julai zaidi ya madereva 28 tumewafutia leseni zao na tumekuwa wakali na kutoa onyo zaidi. Tunaendelea kufanya doria kuhakikisha tuna hali ya mkoa hasa katika swala la usalama barabarani na kwa liko salama. Kutoka Tabora, Pendo Salu, TBC.